tukitumia vibaya madaraka yetu katika kukamata. Kwa mfano, unaweza kukuta mtu amekamatwa kwa kosa la madai, mambo yanahusu madai kabisa, lakini kakamatwa yuko polisi. Hiyo inaleta baadaye inakuletea vitu vingine vifuatavyo. Moja, ili atoke, kuna mwingine anaweza kumdai rushwa kwa sababu mbona hapa hamna kesi. Akishaona hamna kesi, mwingine atasema basi nisaidie. Lakini kumbe lilianza tu na mtu ambaye alikuwa negligent katika kukamata. Amesikiliza, ameona yeye haifai. Badala ya kusema bwana aishie huko ni mambo kupeleka mahakamani, anamleta mtu kituo cha polisi, kuja kutoka inaanza tena kuwa mgogoro mwingine. Kumbe inasababisha kero kwa watu. Mheshimiwa Jaji, sisi niseme tu kitu kimoja mapema kabisa kwamba tunajisikia vibaya sana. Na naamini na watu wengine mu wapelelezi na wachunguzi wanajisikia vibaya sana kwa kukosa weledi wanapoona labda mmoja wetu kati ya sisi labda wapelelezi na wachunguzi amefanya vibaya kwa kukosa weledi, ikapelekea dokumenti au hati yoyote ikakataliwa mahakamani. Kwa kweli si huwa tunajisikia vibaya sana. Hatujisikii vibaya kwa sababu mahakama imekataa. Tunajisikia vibaya kwa sababu tunaona tumekosa weledi na kupelekea mawakili wa kujitegemea wamekuwa na nguvu zaidi ya wametushinda sisi, na ikapelekea mpaka tukajikuta sasa dokumenti zetu zinakataliwa. Hicho kimetuuma sana na tukaona hapana, kinatakiwa kifike mwisho. Ndio lengo hasa kubwa la kikao hiki kazi. Sasa niwaombe wenzangu wote ambao tuko hapa. Serikali imetuamini na tunalipwa kwa kazi hii ambayo tumeiomba. Niombe sana twende tukabadilike, tukafanya zile chunguzi ambazo zitaenda sambamba, ili basi mwisho wa siku tunapopata conviction, yani mtu anapokuwa ametiwa hatiani au ametiwa hatiani kweli. Tumejikita na tumejipanga kusimamia kuhakikisha mlolongo wa haki jinai unatekelezwa kwa ufanisi katika mkoa wetu, ikiwemo kukamilisha chunguzi ambazo ni za muda mrefu kwa haraka, lakini vile vile kuondoa mlundikano wa kesi mahakamani na kuhakikisha kesi zote zinakwisha kwa wakati kwa mujibu wa kalenda ya mahakama.